Huyu ni mganga mkuu katika himaya yetu. Ana uwezo kutengeneza ugonjwa na tiba yake. Wanahimaya wote wanamwogopa kwa sababu ana uwezo kukua taratibu kwa dawa zake. Sasa kwa nini yupo hapa? Kwa sababu mfalme ni mgonjwa wa muda mrefu. Waganga wa mitishamba na waganga wa kienyeji wote walishindwa kumtibia. Watu wa himaya hii walitegemea huyu ndo atatibu ugonjwa wa mfalme. Aliposhindwa kumtibia, kwa hasira akaletwa humo kama adhabu. Mfalme anaumwa ugonjwa gani? Naweza kumtibia kwa sababu mimi ni daktari. Unasema wewe ni nani? Maana ya daktari ni mtu ambaye anatibu wagonjwa kama anavyofanya huyu alotoka. Jina langu naitwa Panchwani. Kuna nini? Mbona unacheka? Hilo jina lako ndio linalofanya sisi tucheke. Maana lilivyokaa ni kama majina ya msitu au mlima. Tuachane na hayo. Mbona huyu alotoka hajarudi mpaka sasa hivi? Kuna shida gani? Ukiona hivyo, ujue hali ya mfalme ni mbaya sana. Kwa hiyo mawili, anaweza akarudi au akauliwa. Lakini kushindwa kumtibia mfalme sio kosa la daktari. Kuna magonjwa mengine hayawezi kutibika hata kwa muujiza. Mfalme hajali hilo. Anachotaka yeye ni kutibiwa. Wamekufa waganga wengi sana. Kwa hiyo kuwa makini. Wakigundua kama wewe mtabibu upo ndani humo, wanaweza kukuua. Niambie kuhusu wewe. Umetoka wapi? Na huko msituni unafanya nini mtoto wa kike? Mimi ni mtoto wa... utanijua tu. Nahisi binti mfalme atakuwa na wasiwasi juu ya baba yake. Wewe una akili kweli? Unawezaje kumzungumzia binti mfalme kiolela olela? Kuwa makini, utakatwa shingo. Huyu ni mganga mkuu katika himaya yetu. Ana uwezo kutengeneza ugonjwa na tiba yake. Wanahimaya wote wanamwogopa kwa sababu ana uwezo kukua taratibu kwa dawa zake. Sasa kwa nini yupo hapa? Kwa sababu mfalme ni mgonjwa wa muda mrefu. Waganga wa mitishamba na waganga wa kienyeji wote walishindwa kumtibia. Watu wa himaya hii walitegemea huyu ndo atatibu ugonjwa wa mfalme. Aliposhindwa kumtibia, kwa hasira akaletwa humo kama adhabu. Mfalme anaumwa ugonjwa gani?